الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل بين المؤمنين أخوة ومحبة، وأمر بصلة الأرحام وبر ذوي القربى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكمتكيا رحمة kipenzi wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hatunabudi kurejesha shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa katupatia nafasi ya kuendelea kuishi baada ya kwamba kulikuwa kuna uwezo wa tulipolala usiku wa kuamkia leo iwe ndo tumelala hivyo. Kwa ajili hiyo tumshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala, na pia tuzidishe kuwa na malengo na makusudio na azma ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya zile khairi zote ambazo kwamba tumeamrishwa kufanya. Kabla hatujazungumza katika makusudio, tungeomba sote ambao kwamba tuko hapa ndani ya msikiti tuweke nia ya i'tikaf, ili kipindi tuko hapa ndani tuwe ni wenye kuvuna thawabu za kukaa msikitini. Ndugu zanguni, Allah subhanahu wa ta'ala alipomleta mwanadamu katika mgongo wa ardhi, amemleta kwa maandalizi ya kwamba kamwekea kila kitu kwa urahisi. Isitoshe, hakumwacha peke yake mwanadamu, kamletea familia, kamletea jamaa zake za karibu. Lengo na madhumuni, hakuna mtu anayeweza kujikamilisha yeye kama yeye, isipokuwa kusaidiana na kushirikiana na kuishi kwa pamoja. Kwa mzunguko wa maisha ya pamoja tunapata familia, tunapata watu wetu wa karibu. Ndio maana leo tukachagua sehemu katika sehemu kubwa ya Uislamu ambao kwamba huenda wengi katika Uislamu tumeghafilika nao, tukaona tuzungumzie al-ibtida'u bidhil qurba, kuanza na jamaa wa karibu. Ama ibda bidhil qurba, anza na jamaa wa karibu. Jamaa wa karibu ni nani? Kwa jumla ni familia, kwa maana familia inaanza na mtu binafsi yeye mwenyewe, ikiwa ina mzazi, ana mke, ana watoto. Lakini pia familia imeenda zaidi ya hapo. Sema jamaa za karibu, unaweza hawa wa karibu kabisa wa mke, watoto, wazazi, unaweza wakati mwingine ukawatoa kisha ukawaingiza wale wengine. Ama ikawa hawa ni moja kwa moja ni familia, kisha kuna wale familia ya mjomba, shangazi, mtoto wa shangazi, binamu, mpwa, wote hawa wanaingia katika familia. Na wote hawa tukiwazungumza, tukitaja jamaa wa karibu, akili zetu tuzipelekeni kwamba twawazungumzia hawa, akiwa mzazi, akiwa mke, akiwa mtoto, akiwa ammi, akiwa watoto wa ammi, khalati, wote hawa mababu, wote hawa waingie katika ukumbi wa jamaa wa karibu ambao kwamba tutakuwa tunawazungumzia hii leo. Ndugu zanguni, kwa nini kuanza na jamaa wa karibu?
Tutatoa sababu mbili pamoja na kwamba ni nyingi. Tumesema kuanza na jamaa wa karibu kwa sababu jamaa wa karibu ni mtu ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika haki yake yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu kafungamanisha na kutajwa ndani yake jamaa wa karibu. Katika ibada ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anaitaka watu waielekeze kwake yeye tu, wawe na tauhidi pasipo na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo katika Qur'ani ukisoma ayati nyingi utaona kumetajwa jamaa wa karibu. Katika wema wa kuwafanyia wazazi, jambo ambalo kwamba baada ya kuwa na tauhidi basi waelekezwa kwamba wafanyie wema wazazi, utaona katika ayati kwamba jamaa wa karibu hapo ameunganishwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamchukua jamaa wa karibu, kamleta karibu na maamrisho yake makubwa sana. Kwanza tauhid, pili kuwafanyia wema wazazi, kisha jamaa wa karibu yuko. Ukisoma katika Qur'ani mfano utaona katika suratu Nisa Allah subhanahu wa ta'ala asema wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a. Hii ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu akifanya hili basi yatekeleza tauhidi kikamilifu. Mwenyezi Mungu asema wa'budu Allaha, na muabudu Mwenyezi Mungu, wala tushriku bihi shay'a, na wala msishirikishe kwake yeye kitu chochote. Wabil walidaini ihsana, na kwa wazazi wawili mfanye wema. Kisha Mwenyezi Mungu akasema wabidhil qurba, na kwa jamaa wa karibu. Kwa maana jamaa wa karibu pia afanywe wema, mtu ambaye kwamba ameambatanishwa na wema wa kuwafanyia wazazi wawili na kuambatanishwa na haki kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumwabudu yeye na kukosa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jamaa wa karibu tukimtaja, hatutaji kitu mchezo, tutaja kitu ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekipa kipao mbele. Isitoshe hapo, Allah subhanahu wa ta'ala akaelekeza lau kutapatikaniwa zipoa, kutapatikaniwa maokoto, kutapatikaniwa sadaka, basi wa kwanza walioorodheshwa kwamba wazingatiwe kupewa, ndani yake utamkuta jamaa wa karibu yuko mbele. Mfano ukisoma katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala asema yasalunaka madha yunfiqun, wanakuuliza ewe Mtume Muhammad ni kitu gani watoe. Qul, sema ewe Mtume Muhammad, ma anfaqtum min khairin, chochote mtakachokitoa kutokana na khairi, kiwe kidogo kiwe kingi, falil walidaini, basi ni kwa ajili ya wazazi wawili, wal aqrabin, na jamaa wa karibu, wal yatama, na mayatima, wal masakin, na maskini, wa ibn sabil, na ibn sabil, wale waliokatikiwa na safari. Wama taf'alu min khairin, na chochote mtakachokifanya kutokana na khairi, fa inna Allaha bihi alim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwa khairi hiyo ni mjuzi zaidi. Angalia mahallu shahid, Mwenyezi Mungu asema hamjui cha kutoa, basi mtakavyovitoa mujue cha kutoa chochote halali kizuri, lakini mkikitoa kitoeni kwa ajili ya wazazi, kisha al-aqrabin, jamaa wa karibu. Na aya hii imetoka ama imeshuka kwa sababu yupo mmoja katika masahaba aitwa Amr ibn al-Jamuh al-Ansari. Huyu alikuwa ni mzee wa Kiansari, mzee ambaye kwamba alikuwa na mali nyingi sana, mali nyingi kiasi ambacho kwamba amfuata bwana Mtume Muhammad amwambia, mimi na umri wangu huu na utajiri wangu huu ambao kwamba niko nao, ya Rasulullah, ni kwa kitu gani natasaddaqu, tutoe sadaka vipi, kiasi gani, wa ala man nunfiq, na tumpatie nani tushatoa. Ndio ikashuka hii aya. Tajiri mzee aenda kwa bwana Mtume auliza tutoe kitu gani, kwa sababu tajiri uko ni pesa, ni mifugo, ni mazao. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hii aya, kile wanachokuuliza basi waambieni watoe kile cha halali, kile kizuri, kiwe kidogo, kiwe kingi. Mkitoa wale mtakaowapatia, si swali ni
wa ala man nunfiqu, na tumpe nani tukitoa. Mwenyezi Mungu akasema falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabni sabil. Jamaa wa karibu akawekwa katika orodha ya watu wa kwanza kupewa zipoa, kupewa sadaka ikiwa mtu yataka kuwapatia. Kwa nini tuanze na jamaa wa karibu? Sababu mbili hizo chukua. Lakini kuanza na jamaa wa karibu kuna ubora, ndugu zanguni, katika kila kizuri. Katika utoaji kuna ubora sana kuanza na yule jamaa wako wa karibu kabisa. Miongoni mwa ubora wa kutoa, kwa mfano, ikiwa watoa ukampa jamaa wa karibu, ni kwamba sadaka kumpa yoyote huandikwa ni sadaka, yani ni jema. Lakini ile sadaka ukampatia jamaa wako wa karibu huandikwa kwamba ni sadaka, na pia huandikwa kwamba ni sila. Yani hapo ni sadaka na hapo waunga familia. Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo kwamba Imamu Tirmidhi ameipokea, asema as-sadaqatu ala al-miskini sadaqa, sadaka juu ya maskini ukampatia ni sadaka, kwa maana ni wema, lakini kwa hali moja. Kisha akasema wahia, na hiyo sadaka ala dhirrahimi, juu ya yule jamaa wa karibu, juu ya yule ambaye kwamba mnanasibiana, thintani, mara mbili. Akasema as-sadaqatu wasilatun, utakuwa kuna thawabu ya kwamba umetoa sadaka, kisha kuna thawabu ya kwamba umeunga kizazi. Huyu jamaa wa karibu, angalia ubora huo. Miongoni mwa ubora wa kuanza na jamaa wako wa karibu ni kwamba kila utoacho, ukianza na jamaa wako wa karibu, ujue unajitengenezea baraka. Albarakatu fi rizqi, kila ukitoa ukimpa jamaa wako wa karibu, basi wajitengenezea baraka katika riziki ambao kwamba wewe waafikiwa kupata. Ushahidi watoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema, man ahabba, yoyote ambaye kwamba atapenda, an yubasatwa fi rizqihi, kukunjuliwe, kufunguliwe katika riziki yake, wa yunsau lahu fi atharihi, na kucheleweshwe kwake yeye katika athari yake. Maana yake ni kwamba, tukifafanua, ni kwamba mwanadamu ana umri mara mbili. Umri wa kwanza wa mwanadamu ni pale ambapo kwamba yuko hai, ule ni umri wake wa kwanza. Umri wake wa pili mwanadamu ni pale atakapokufa. Akifa bado ni umri ule. Umri ni gani? Yale atakayotajwa nayo. Kwa hiyo utajo wako itakuwa ni maisha yako ya mara ya pili. Uko kaburini, lakini kupitia utajo wako, ikiwa watajwa na kheri hali ya kuwa umekufa, ni umri waishi, thawabu waandikiwa. Na ikiwa umekufa watajwa na mabaya, ni umri waishi, kwa mabaya yako waandikiwa madhambi, kana kwamba uko hai wafanya madhambi. Kwa hiyo mwanadamu tuangalie, ana umri mara mbili. Ndio ukaona Sayyiduna Ibrahim katika dua zake akiomba, amwambia ya Rabbi waj'alli lisana sidqin fil akhirin, ya Rabbi nijalie mimi ulimi mzuri, utajo mzuri, sifa nzuri kwa wale watakaokuja baada yangu. Nikifariki, wale watakaokuja nikitajwa nitajwa vizuri, kwa sababu yotambua ni umri wa mwanadamu mara ya pili. Na silo tu, ukisoma katika sura Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mwenyezi Mungu asema haki yetu sisi tuandika yale ambayo kwamba mtu yuafanya ako hai, ameyatanguliza, kisha na atakayoyaacha. Kwa hiyo ukishakufa ujue kuna umri umeubakisha katika utajo wako, Mwenyezi Mungu wa kuandikia. Ikiwa watajwa vizuri waandikiwa mazuri, ikiwa watajwa mabaya waandikiwa mabaya, hali ya kwa wewe umekufa, umri wa mara ya pili. Kwa hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, man ahabba an yubsata fi rizqihi,
yule atakayependa kukunjuliwa, kufunguliwa, kutiwe baraka katika riziki yake, wa yunsa alahu fi atharihi, na kucheleweshwe kupatikaniwa utajo mzuri katika yale atakayoyaacha, falyasil rahimahu, basi aunge jamaa. Ubora wa kuanza na jamaa ni kwamba jamaa ukiiunga, jamaa ukawaleta karibu, ujue kwamba unatengeneza alaqatul wasli bil arshir rahman, watengeleza connection kati yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yasema, arrahimu muallaqatun bil arshi, uzao huu jamaa ni jambo ambalo kwamba limefungamana na arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Taqul arrahimu, usema man wasalani wasalahu Allah, yule atakayenyunga mimi uzao ama kizazi atakachokiunga, basi Mwenyezi Mungu atamuunga. Waman qatani, na yule atakayekata kizazi, yule atakayekata ujamaa, qata'ahu Allahu, Mwenyezi Mungu pia atamkata. Kwa hiyo kuunga ujamaa ubora wake pia ni kwamba watengeneza connection kati yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikata jamaa ujue ya kwamba connection yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala ifanyaje? Waikata. Ndio maana tukisema ibda bidhil qurba, anza na jamaa wako wa karibu, ni kwamba kwanza kuna mafungamano ya tauhid ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu aliyofungamanisha na jamaa na ujamaa, na kwamba jamaa wa karibu wameorodheshwa katika wale watakaopokea bora katika sadaka ambazo kwamba zatolewa, na katika hizi bora ambazo kwamba tumeenda tukazieleza. Ndugu zanguni, tuichukueni akili yetu, tuivukishe. Tukisema kuunga ama kuanza jamaa wa karibu, tusiilete katika mali peke yake, tusiibakishe katika kutoa sadaka peke yake, kwamba nimpe jamaa wa karibu. Ichukue akili yako ipeleke kwamba huku kuanza na jamaa wa karibu si mali peke yake, si msaada wa kimaisha peke yake, si msaada wa pesa na sadaka peke yake. Anza na jamaa wa karibu kwa alkalimatu at-tayyiba, kilma kizuri. Mazungumzo yako na jamaa wa karibu yawe mazuri. Si kila mtu ana pesa ya kutoa kumsaidia jamaa wake, si kila mtu ni tajiri atasema kwa utajiri wangu hata nianze kumsaidia jamaa wangu wa karibu. Lakini anza na jamaa wako wa karibu kwa maneno yako mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala katika ndani ya Qur'ani asemaje? Asema mfano wa kilma kizuri, kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa farauha fi sama. Kilma kizuri ndugu zangu ni kitu kizuri sana, maneno mazuri. Anza na jamaa wako. Kwa nini ndugu zanguni? Tambua kutoka leo kwamba albidayatu bil qaraba, kuanza na jamaa wako wa karibu ni msingi mkubwa sana wa kujenga jamii ambayo kwamba imeshikana. Jamaa wa karibu, tuchukulie mfano tu. Ikiwa hapa ndani ya msikiti tuko familia 5, familia hizi zote 5, katika kila familia yuko karibu na mtu wake, yozungumza vizuri, yosaidiana, wanakula pamoja, wanazungumza vizuri. Kila familia iko hivyo. Kweli kutapatikana nafasi ya familia moja kuwa na ugomvi na familia nyingine? Kwa sababu kila mmoja roho yake, moyo wake umesafishika kwa uzuri kumfanyia mwenzake ambaye kwamba yuko karibu. Sifa ile ile kwa mwingine hata kama si jamaa wake wa karibu, sidhani itakuwa moyo umeingia kutu wa kuingia chuki kubwa kwa yule ambaye kwamba hata hayuko katika jamaa wako wa karibu. Kwanza jamaa wako wa karibu. Ukiwa na tabia nzuri kwa jamaa wako wa karibu, ni ngumu kuwa na tabia mbaya kwa jamaa ambaye kwamba hanasibiani na wewe. Tuchukueni akili yetu, tukisema tuanze na jamaa wa karibu ni kwamba tuwe na
ziyara almutawasila, aziyaratul mutawasila, kutembeleana. Watembelea jamaa wako akiwa mgonjwa, wamtembelea jamaa wako akiwa na furaha, wamtembelea jamaa wako akiwa na huzuni. Ukiwa waona ni jambo kubwa kumtembelea jamaa wako ambaye kwamba ana tatizo, ana jambo la furaha, ana jambo ambalo kwamba limemshika, kumtembelea ndugu yako Muislamu haitakuwa tatizo. Tuchukueni kuanza na jamaa wa karibu, kupeleleza hali za watu ambazo kwamba tuzijua hali za hawa watu ni duni, tupate kutaka kujua hali zao za mahitaji ziko vipi. Pia tukianza jamaa wa karibu, tuelekeze msamaha na wema kwa wao. Ndugu zanguni, haya yote ni natija ya kumleta jamaa wako wa karibu karibu. Lakini ndugu zanguni, maal asaf ni kwamba hizi zama ambazo kwamba tuko nazo ni zama ambazo kwamba shughuli zimekithiri, watu wako busy sana, na kwa sababu ya shughuli kuzidi, zile sababu ambazo kwamba zapelekea familia kuungana na kuwa pamoja zimekatika. Ni jukumu letu tuziregeshe zile sababu ambazo kwamba ni za msingi, zinazoleta ujamaa, zinazoleta mafungamano kati ya familia ipatikane. Ndugu zanguni, tuangalieni wema waliotangulia, namna ambavyo kwamba al-ibtida'u msingi bidhil qurba, kuanza na jamaa wa karibu, kwamba walichukulia ndo msingi, walitengeneza vipi ama walichukulia vipi huu msingi kwa wao, na walipata mafunzo gani kupitia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna ya kuleta ujamaa karibu, namna ya kuangalia zaidi jamaa wa karibu kwanza kabla ya kuenda kwa yule ambaye kwamba yuko mbali. Kisha kila mfano tulinganishe na mfano wa maisha hivi sasa, tuangalie kama utatuzi ulipatikana vipi wakati wa mtume, Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza vipi, kisha na sisi tujaribu kuleta utatuzi katika lile ambalo kwamba la tufanya sisi tufarikiana kwa ujamaa, mpaka hata jamii nzima ama nchi ama eneo kubwa la watu wakawa watu hawapatani. Ukisoma kisa cha Abu Talha al-Ansari, Abu Talha al-Ansari ni katika watu ambao kwamba maswahaba hawa ndani ya mji wa Madina waliokuwa na vipato, na huyu ni bwana ambaye kwamba alikuwa na shamba kubwa ambalo kwamba limeelekea msikiti wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shamba kubwa sana lenye mazao. Hata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa mara kwa mara akitoka msikitini kwake yuingia katika shamba hili akinywa maji tamu ndani ya shamba hilo ambalo kwamba yapatikaniwa. Huyu bwana Allah subhanahu wa ta'ala alipoteremsha aya inayosema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtaupata wema mpaka mukitoe kile ambacho kwamba mwakipenda. Huyu bwana lile shamba lilikuwa yolipenda sana, na ni shamba kubwa lenye mazao tofauti tofauti. Huyu bwana akamfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amwambia ya Rasulullah, hakika Mwenyezi Mungu yasema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, na mimi mali zangu ambazo kwamba nazipenda zaidi katika mali zangu ni hili shamba hapa la Bairaha. Hili shamba mimi ndo nalipenda zaidi kuliko vitu vyangu vyote ninavyovipenda. Lakini kwa kuwa hatuwezi pata wema wala pepo isipokuwa tuvitoe tunavyovipenda zaidi, basi mimi nalijalia hili shamba langu kwamba ni sadaka na ni hakiba yangu, kwamba na mimi itakuwa nitaandikiwa na mimi nimetoa nilichokipenda zaidi niipate hiyo pepo. Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akampa kongole kwa maneno mazuri, bakhin dhalika rabihun dhalika malun dhaka malun rabih dhaka malun rabih, amsifia hiyo ni mali ya faida. Ikiwa utayaweka
mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba nimeitoa hii ni wakfu, hii ni sadaka kwa Waislamu. Bwana Mtume akamwambia waqad sami'tu, na hakika nimesikia unavyosema. Kisha Mtume akamwambiaje? Akamwambia sikiza, akamwambia wa ana ara an taj'alaha fil aqrabin, na mimi naona ili shamba ulijalie kwa watu wako wa karibu. Angalia bwana, amesikia aya, akachukua anachokipenda zaidi katika mali yake, akakileta mbele ya Bwana Mtume Muhammad kumshuhudisha kwamba mimi hiki nakitoa. Hikma ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hiyo ni biashara nzuri yenye faida unaoifanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nimelisikia hilo, nimelipokea hilo, lakini jaalia hili shamba lako kwa jamaa zako wa karibu. Huyu bwana hakusita, akamwambia ya Rasulullah, nafanya hile, af'alu ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi, akalichukua lile shamba akalitoa sadaka kwa jamaa zake wa karibu, na ndani ya jamaa zake kawaleta watoto wa ammi yake, kachukua kaligawanya kwa familia yake kana kwamba ni sadaka. Angalia mahali tunapopalenga, ilikuwa moja kwa moja atoe fi sabilillah, ametoa fi sabilillah, lakini Bwana Mtume akamregesha kwamba wapelekee watu wako wa karibu. Huenda ndani yake Bwana Mtume yojua kwamba huyu ana watu wake ambao kwamba hali zao ni ngumu, ukilileta huku mbele tukalichukua tukalisaidia watu tu, sadaka ndiyo iko, thawabu zapatikaniwa ndiyo zipo, lakini je, wale watu wako wa karibu pengine wakose? Akaambiwa anza na jamaa zako wa karibu, wapatie jamaa zako wa karibu wafaidike, kwa sababu sadaka bora ni ya nyumbani, inaanza nyumbani. Sadaka bora inaanza nyumbani. Angalia Bwana Mtume alipokuwa anazungumza masala ya utoaji, mtu kutoa sadaka, asemaje? Hadithi ambayo kama ni muttafaqun alayh, asema al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla, ule mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini, kwa sababu mara nyingi anayepeana mkono huwa juu, anayepokea mkono huwa chini. Kisha Mtume akasema huyu anayetoa si ndio ni bora? Lakini katika huo utoaji asema wabada biman yaul, anza na yule ambaye kwamba yuko chini yako katika kumlisha. Watoa sadaka wewe, kwanza nafsi yako. Nafsi yako ndugu yangu umejikamilisha kabla utoe sadaka, utaji wewe. Kisha mtu wako wa karibu. Mtu wako wa karibu zaidi ni nani? Ni mke wako, anza na yeye. Ni mtoto wako, anza na yeye. Ni mzazi wako, anza na yeye. Ikiwa hawa wote hawana haja nayo, wamekamilika, sasa toa kwa Waislamu. Toa kwa Waislamu. Na ndugu zangu, ni haya siyazungumzi kwa kuwa yanatoka katika kichwa changu, la, nazungumza katika mwelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopanga utaratibu wa kutoa sadaka. Ile aya tulipoisoma mwanzo, kama Mwenyezi Mungu asema yasalunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum, hiyo aya tukaisoma mwanzo kabisa. Ukisoma katika riwaya Ata, bwana alikuja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inna li dirhaman, hakika mimi nina dirhamu moja, nina pesa mimi dirham moja. Amekuja nao kwa sababu ya kutoa sadaka. Bwana Mtume akamwambia, anfiqhu ala nafsik, itoe kwa ajili ya nafsi yako. Maana yake nini? Ukiambiwa toa kwa ajili ya nafsi yako, maana yake nini? Jikivishe wewe kwanza. Akamwambia, inna li dirhamaini ama dinaraini, katika matni ya hadithi, inna li dinarain, hakika nina dirhamu ama nina pesa mimi mbili, dirham mbili ama dinari mbili. Bwana Mtume akamwambia, kutoka nafsi yake akamwambia, anfiqhuma ala ahlik, toa hizo dirham zako kwa watu wako, maana mke na watoto. Ahlun imma ni mke ama ni watoto, ama mke na watoto. Yule bwana akamwambia, ya Rasulullah, na zaidi mimi
inna li thalathatan, nina dinari 3 sasa. Mtume akamwambia anfiqha ala khadimak, ama ala khadimik, itoe kwa kijakazi chako. Una mtu pale nyumbani wewe yakufanyia kazi, toa kwa ajili yake. Wachukua sadaka, unamfanyia kazi pale yakufanyia kazi, wamlipa, lakini sadaka hutaki kumwangalia. Mtume angalia namna alivyopanga watu wa kupewa. Kwanza nafsi yako, pili mke wako ama watoto, tatu mfanyikazi wako. Yule bwana akamwambia inna li arba'atan, na dinari 4 sasa. Bwana Mtume akamwambia anfiqha ala walidaik, toa kwa wazazi wako. Bwana akaendelea na ya 5, akamwambia ala qarabatik, angalia kwa jamaa zako karibu sasa, shangazi, ammi, mtoto wa ammi, jamaa zako karibu. Huna wewe familia, toa. Bwana akamwambia na 6 mimi ya Rasulullah, akamwambia anfiqha fi sabilillah wa huwa ahsanuha. Akamwambia sasa, kwa kuwa sasa ushawamaliza hii orodha, familia nzima ushaimaliza, fi sabilillah, toa sasa kwa Waislamu, yoyote apate katika Waislamu. Orodha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoipanga, tuichukue hii, tuilete ndugu zanguni katika hii maisha sasa. Mushkilatul muasara, tatizo ambalo kwamba liko hivi sasa zama hizi zetu. Ni wangapi ambao kwamba wana vitu ziada katika mali zao, lakini utoaji wao zaidi ni katika al-i'jabat na madhahir. Mtu ana shangazi, ana mtoto wa ammi, ana mtoto wa ndugu yake, wote hawa wana shida ya school fees. Wengine vijana wana shida ya kuoa, lakini hawana uwezo wa kwamba wataoa. Na yupo mtu ambaye kwamba wote yanahusiana nao hawa, lakini kuchukua kile chake akasema jamaa wangu wa karibu fulani ana tatizo fulani, mtu akalichukua. Kwa kuwa kuna harusi ya mkubwa fulani, mtoto wake yuaozesha, mtu akachukua milioni mzima akaipeleka kama zawadi. Alafu kuna mtoto wa ammi yake hata hana kazi, maskini. Mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aambiwa Abu Talha, umeleta ni sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusemi kutoa kwa sababu kumpongeza rafiki yako mheshimiwa fulani, ukampongeza ukampa sadaka, ni makosa? La, lakini al-aqrabin, jamaa wa karibu, mmeweka wapi? Je, ina maana wewe katika hii pesa leo umeitoa kwa siku moja tu kwa mtu wa mbali, ina maana wewe hauna shangazi yako ambaye kama ana shida, hauna mtoto wa ammi yako ambaye kama yahitaji kusoma, pengine yahitaji kazi? Mafungamano, tuchukueni mafungamano ya hadithi tuyalete katika maisha yetu ya sasa, tuyapeleke panapostahiki. Angalia mfano mwingine wa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, na huu mfano wa jamaa unatupeleka zaidi katika malengo ya al-afu wal ihsan. Ukianza na jamaa wako wa karibu kusamehe na kumfanyia wema, wewe ikiwa unamsamaha na wema kwa jamaa zako wa karibu, bila shaka watengeneza nyoyo za watu, jamii nzima, ama watu ambao kwamba wamezunguka katika eneo, kila mmoja awe vizuri. Kila mmoja akiwa na msamaha na jamaa wake wa karibu, akawa yuko tayari kumfanyia wema, kila mmoja kufikia mahali kutoa kusaidia sehemu nyingine huwa ni rahisi. Sayyidina Abu Bakar alikataa kumsaidia Mistah. Kikisa tukisema sana, tukieleza sana, karibia kila Ijumaa huwa tukigusia, karibia kila ukipatikaniwa kitu kinacholeta mafungamano tukigusia. Sayyidina Abu Bakar, mtoto wake na Aisha aliposingiziwa kuzini mke wa Mtume, huyu bwana aitwa Mistah ibn Uthatha, ni mmoja katika wale waliosambaza uvumi kwamba na Aisha amezini, na huyu ni karaba, yani ni mtoto wa ammati yake Sayyidina Abu Bakar. Kwa kuwa Abu Bakar yeye alikuwa na mali nyingi sana, katika watu ambao kwamba ameweka yeye walisha yoangalia maisha yao yote, lakini kwa kueneza ule ubaya likamchoma, huyu mtoto wangu tu mimi ndo namwangalia, hata angalia kwamba na Aisha babake ndio yoniangalia.
Sayyidina Abubakar akasema, kuanzia sasa mimi nakata, hana chochote atakachopata kutoka kwangu mimi kwa kunizia. Angalia, kwa sababu ya kosa alilolifanya Mistah, aliteleza na kweli akapata adhabu, hadi akapigwa. Allah subhanahu wa ta'ala, angalia, akaleta aya nzima kumwelekeza Sayyidina Abubakar, amwambia wala ya'ta li ulul fadli minkum wasaa, wasiyape wale wenye ubora waliopewa na ukunjufu, umepewa mali nyingi, umefunguliwa, an yu'tu, wasiyape nini? An yu'tu ulil qurba, kuwasaidia, kuwapa zaka, kuwapatia wale jamaa wa karibu na maskini, wal muhajirina fi sabilillah. Mwenyezi Mungu akasemaje? Waliafu waliyasfahu, wasamehe na waachilie mbali. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Angalia natija ya kusamehe na kuachilia mbali jamaa wa karibu, hata kama amekosea kwa namna gani, hampendi msamaha wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina Abu Bakar kusikia hii aya akajua wazi hii imenilenga mimi tu, katokwa na machozi, akitokwa na maneno akisema, wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu li, hakika mimi napenda Mwenyezi Mungu anisamehe, na kuanzia hivi sasa naregesha kumlisha huyo Mistah, na sitoacha hata akafanya nini tena, sitoacha jamaa wa karibu. Leta katika maisha yetu hivi sasa jamaa wa karibu, pengine tuna platform zetu online, tutazungumza kama jamaa wa karibu, kukaja jambo la kujadiliana, mmoja akakujibu vibaya pale ndani, chuki hiyo, ugomvi ukaingia. Kwa kuwa ilikuwa kuna msaada hupeleka wewe kwao ama kwake, basi utaukata. Jamaa wa karibu muhimu sana, msamehe, kwa sababu unachokifanya wajiwekea wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usichukulie ugomvi. Kuna watu ndugu zangu hukwambia hata ashuke Jibrili aje aseme ni msamehe simsamehe, na ukimuuliza kwani ni nani yako, pengine akwambie shemegi yangu tu, nani yako ni mtoto wa amme yangu tu, lakini siwezi kwa kosa alilonifanyia simsamehe. Hata je nani, hata mtume aje hukwambia hivyo. Jamaa, ni jambo ambalo kwamba halitakikaniwi. Tutaje nukta ya mwisho kwa sababu ya muda. Tulisoma hapo nyuma ya kwamba kuunga jamaa wako wa karibu ni katika mambo ambayo kwamba yanaleta connection yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasoma hadithi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema, bwana mtume asema katika hadithi, arrahimu mutaalliqatun bil arshi, taqul, rahimu usema, ujamaa usema, man wasalani wasalahu Allah, atakayeniunga mimi Mwenyezi Mungu atamuunga, wa man qata'ani qata'ahu Allah, na atakayeniunga mimi, uzao, kizazi, jamaa wa karibu atakayeunga, basi Mwenyezi Mungu, atakayemkata basi Mwenyezi Mungu pia naye atamkata. Tuje katika mfano hivi sasa, mushkilatul muasara, tatizo hii zama hizi, mafungamano tuyaleta katika jamaa. Sisi kwa mwaka kama familia tukutana mara ngapi? Na je, tukutana? Kuna shangazi wangapi huwajui? Kuna maami wangapi wewe huwajui? Je, baba watoto wake amewadulisha na watoto wa ndugu yake? Unaweza kuta mtoto yojua babake tu na mamake tu, pengine ikizidi sana ammi, shangazi, lakini kuna mtoto wa shangazi pengine hamjui, pengine yojua ndugu zake babake wawili, shangazi zake wawili, khalati zake pengine wawili, ama pengine hajui hata mmoja. Kwa sababu gani? Pengine yeye yaishi Mombasa, familia yake yaishi Nairobi. Kwa kuwa yaishi Nairobi, basi hawajuani. Pengine wanajuana, lakini kuonana ngumu. Watu wanaeka, angalia mushkilatul muasara, watu wanaeka WhatsApp groups, ama pengine groups za Telegram, watu kuwasiliana ni pale. Jambo la familia kulipanga ni pale, wakiwa na sadaka ni pale. Hakuna siku watu wanaonana. Kukiwa na harusi ni pale. Harusi itaenda kufanyika, pengine familia ya mume waliokuja ni bwana harusi na marafiki peke yake na baba,
hakuna shangazi, hakuna ammi, lakini wote kwa mchango wameshiriki WhatsApp group. Mafungamano yatakuwa wapi jamani? Tukiwasiliana peke yake kwa internet, kweli tukijaonana, mafungamano yale yatakuwa ni yale ya kwenye internet? Hatuoni kwamba bila kusema kwamba nina ugomvi na ammi yangu simtaki, na ukaweka kwamba mimi kuonana naye ni WhatsApp, kuzungumza naye ni WhatsApp, hauoni kwamba bado haujaunga kizazi? Hauoni kwamba katika kuunga kwako kuna mushkil? Kwa sababu gani? Kukutana ni haraka kuleta mahaba. Kukutana ni haraka, mtu unaweza kukutana naye ukajua huyu ana hali ngumu katika maisha yake. Lakini WhatsApp ngumu, ndugu yangu, hata kama video call. Utakaa maisha miaka yako 5 kwenu hujaenda kwa familia yako. Hili ni jambo ambalo kwamba la tuweka mbali sana, hata roho zetu inakuwa ngumu kujua hali ngumu ya watu wengine ambao kwamba tuishi karibu nao, kwa sababu hata hali za majumbani kwetu hatuzijui, hata hali za wazazi wetu hatuzijui. Kuna watu yoishi Mombasa, wazazi wake wako sehemu nyingine, lakini yopiga mwaka mzima hata mara moja haendi kumuona. Kisha yasema haipiti wiki mimi nazungumza naye, haipiti siku nazungumza naye. Kuzungumza haitoshi ndugu zanguni, na simu tena na simu. Kama wabisha kaa mwaka mzima, kisha nenda mara moja, uangalie namna utakapopokelewa. Hata kama wazungumza naye kila siku, fika uone mzazi wako ama yule ambaye kama umemtembelea jamaa wako karibu atakupokea vipi, atakuandalia maandalizi gani. Kwa sababu gani? Kule kukutana ana kwa ana ndo kutengeneza ama kuunga kizazi kwa hali bora zaidi kuliko kuweka mawasiliano ndiyo kuleta jamaa wa karibu. Ndugu zanguni, tukiyasema haya tutataka kwamba kila mmoja angalie maslahi ya yule ambaye yuko karibu yake. Ikiwa wewe uko nacho, angalia yule ambaye yuko karibu yako. Je, hali yake mvipi? Watoto wako wakiwa sawa, umewaandalia, nyumba yako iko sawa, angalia ndugu yako mvipi, watoto wake mvipi, shangazi watoto wake mvipi. Na ikiwa wewe pesa hauna, wewe maskini, lakini kuna kitu akikipata kwa umaskini wako utasaidika, na mchango wako wa mawazo atakikaniwa, toa mawazo asaidike. Hii ni jamii yangu, akipata yeye fulani atapata, itakuwa sababu na mimi kupata. Kwa nini nisiweke mchango wangu? Leo hii tutupana sisi, tunajua wazi huyu bwana, mimi nikileta mchango wangu, akiingia port atamsaidia mtoto wake ni rafiki yake mtoto wangu atasaidika, msaada ule utanifikia mimi. Hutaki hilo, wachukua msaada wako wa mawazo, akili yako, waipeleka kwa mtu ambaye kwamba ndo kumuona, akipata yeye atafaidika mtu wake, rafiki yake na mwingine. Faida yako haitarudi isipokuwa pengine kuambua asante. Tumwombeeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana, wallahu a'lam bisawab.